Usifanye maombi yote ya vita au ya kuangamiza adui zako bila kufanya mambo haya matatu kwanza, maana wengi hawakufanya mambo haya, badala ya kuangamiza adui zao wakaangamizwa wao. Usiombe bila kufanya haya. Jambo la kwanza, kabla hujaanza kuomba, jifunike kwanza kwa damu ya Yesu. Kitabu cha Ufunuo sura 12 na ule mstari wa 11 inasema, nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwanakondoo. Kwa sababu ukijifunika na damu ya Yesu utaweza kujilinda dhidi ya mashambulizi ambayo adui anakurushia wewe, kwa sababu unapokuwa unarusha mashambulizi kwa adui, naye adui anarusha mashambulizi pia kwako. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi mafupi na utamwambia Mungu, basi kwa leo najifunika na damu ya Yesu, nafunika watoto wangu na damu ya Yesu. Jambo la pili, funika familia yako kwa damu ya Yesu. Kitabu cha Zaburi sura 91 mstari wa 11 mpaka ule wa 12, kwa sababu unaweza ukampiga adui akashindwa kupata wewe, akawatumia watu wako wa karibu, kwa sababu adui anajua akimpiga mtoto wako amekupiga wewe, akipiga uchumi wako amekupiga wewe. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi mafupi, utamwambia Mungu, nafunika familia yangu nzima kwa damu ya Yesu, nafunika vitu vyangu vyote ninavyomiliki kwa damu ya Yesu. Na jambo la tatu, kataa roho za mashambulizi na visasi. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 11 na mstari wa 24 inaonyesha kwamba pepo mchafu anaweza kumtoka mtu, lakini pia ana uwezo wa kurudi, kwa sababu adui unaweza kumpiga leo ukamweza, lakini kesho na kesho kutwa akarudi tena kwako. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi mafupi, utamwambia Mungu, nakataa kila roho za mashambulizi na visasi kuanzia sasa. Sitaweza kunipata mimi wala hazitaweza kuipata familia yangu. Na nakuhakikishia utakapofanya mambo hayo matatu ambayo nimekwambia siku ya leo, kila baya ambayo adui ameipanga juu ya maisha yako halitaweza kupata kabisa.